السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بحمده يستفتح كل مقالة وبذكره يصدر كل خطاب وبفضله يتناعم أهل الجزاء والثواب وباسمه يشفى كل داء وبه تكشف كل غمة وبلاء وإليه ترفع الأيدي بالتضرع والدعاء في الشدة والرخاء وهو السامع لجميع الأصوات على اختلاف اللغات فله الحمد على ما أسدى وأولى وله الشكر على ما أنعم وأعطى والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى ورسولنا المرتضى خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani, ndugu zangu, baada ya kumhimidia Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wa umma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na watu wa nyumbani kwake na masahaba wake wote kwa ujumla. Amin. Leo ni siku ya Jumamosi na ni kawaida ya kituo hiki kukutana mahala hapa kwa ajili ya kufanya dua za ada. Tumejiwekea uradi huo kwa wiki, dua kufanyika mara 3, siku ya Ijumaa na siku ya Jumamosi na siku ya Jumapili. Lakini pamoja na hivyo tunazo dua kubwa kubwa ambazo kwa mwezi huwa zinafanyika mara moja. Mathalan, kesho tuna dua kubwa hapa inayokwenda kwa anwani ya dua ya Jibril. Itafanyika kesho mapema hapa, na tulisema kesho tutaanza kuzigawa zile stika kuanzia majira ya saa 1 na mwisho wa kugawa stika itakuwa ni saa 2. Lengo la kuzitoa stika hizi siku ya kesho ili kuwapatia yale mafuta ya welcome Ramadhani wale watakaowahi. Kwa nini? Kwa sababu tunataka kesho tuisome dua mapema na tuimalize mapema ili kina mama wakaandae iftari mapema. Ndiyo lengo la kutoa zawadi ya welcome Ramadhani kwa wale watakaowahi. Kwa ukifika tu kesho hapa, moja kwa moja njoo mbele, chukua stika yako, tafuta mahala pako, kaa kwa ajili ya kungojea zawadi hiyo. Kwa hiyo sisi tunamzingatia atakayewahi ndio amethamini jambo, na kwa kawaida ukilithamini jambo nalo litakuthamini. Kwa hiyo tujitahidini siku ya kesho tuwahi mapema hapa. Kabla sijaizungumzia dua Jibrilu ambayo tutaisoma kesho, jana niligusia ya kwamba ndani ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhani katika 10 la mwisho tutasoma dua kubwa sana,
na dua hii inaitwa dua suratil An'am. Ni dua ya suratil An'am. Kwa nini imeitwa dua ya suratul An'am? Liannaha mushtaqatu min suratil An'am, kwa kuwa dua hii imezalishwa kutokana na suratil An'am. Ndani ya Qur'ani kuna sura inayoitwa suratul An'am, na huenda ikawa ndio ndefu kuliko sura zote zilizomo ndani ya Qur'an. Sasa kuna dua yake, yani ni sura nzima itasomwa, lakini pamoja na kwamba sura yote itasomwa, ndani yake kuna adhkari zinazowiana na sura hiyo. Ndani yake kuna auradi, yani nyiradi zinazoendana na sura hiyo. Lakini pia ndani yake kuna asmaullahi alhusna, majina matukufu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yanayoendana na dua hiyo, yanayoendana na sura hiyo. Lakini pia kuna adiyatul ma'thura, kuna dua mbalimbali zilizofundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo zinaendana na suratul An'am. Kwa hiyo dua hii ni dua kubwa kabisa, ni dua inayozalishwa kutokana na Qur'an. Lakini kwa nini tunaamua kuileta dua hii ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tena inakwenda kufanyika fil ashri al-awakhir min Ramadhan, katika lile 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani? Kwa nini? Kwa sababu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ndiyo Qur'ani ilishushwa. Ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ndiyo Qur'ani ilishushwa. Kwa hiyo dua hii ni munasaba sana kufanyika ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na katika 10 la mwisho. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surati al-Baqara aya ya 185 anasema, shahru ramadhana alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Asema ule mwezi ambao mmelazimishwa nyinyi ummati Muhammad kufunga ni mwezi wa Ramadhani, mwezi ambao ndani yake ilishushwa Qur'ani, Qur'ani ambayo ni mwongozo kwa watu, Qur'ani ambayo ni ubainifu, na ni Qur'ani yenye kutenganisha haki na batil. Basi yoyote atakayehudhuria mwezi na afunge. Mahallu shahidi shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran. Hapa Mwenyezi Mungu anatujulisha kwamba Qur'ani hii imeshuka ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na ndiyo maana dua hii inayotokana na suratul An'am tunaamua kuifanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini tunaposema kwamba Qur'ani imeshuka ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, sio kwamba imeshuka kwa muda wa mwezi mzima. Lazima hapa tuelewane. Haimaanishi kwamba Qur'ani imeshuka kwa mwezi mzima. Hapana, imeshuka usiku mmoja tu, na huo usiku ndio ule unaoitwa Lailatul Qadri, usiku wenye cheo. Yani hii Qur'ani ilishuka usiku mmoja, na huo usiku mmoja unaitwa Lailatul Qadri. Usiku huu kwa mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam unapatikana fil ashri al-awakhir min Ramadhan, katika 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani ndio unapatikana usiku huo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani kuhusu usiku huu
anasema inna anzalnahu fi lailatil qadri, hakika sisi tumeiteremsha hii Qur'ani katika usiku wenye cheo. Wama adraka ma lailatul qadri, na ni nini kitakachokujulisha hata ujue ni upi usiku wenye cheo. Lailatul qadri khairun min alfi shahri, usiku wenye cheo ni bora kuliko miezi 1000. Miezi 1000 ni miaka 80 nayo. Tanazzalu almalaikatu waruhu fiha, utelemka malaika katika usiku huo na Jibril, min kulli amrin, kutokana na kila jambo. Salamun hiya hata matla'il fajri, amani ya Mwenyezi Mungu hupatikana katika usiku huo mpaka mapambazuko ya alfajiri. Ni usiku ambao Qur'ani imeshushwa, usiku bora kuliko miezi 83 tunaelezwa. Na katika usiku huo amani ya Allah huwa inapatikana mpaka alfajiri inapochomoza. Kwa hiyo kwenye usiku huo mmoja ndiyo Qur'ani imeshushwa. Sasa hapa kuna swali la kujiuliza hapa. Mtume sallallahu alaihi wasallam amepewa utume akiwa Maka, na Maka ametangaza utume kwa muda wa miaka 10. Hii inaonyesha kwamba Qur'ani katika mji wa Maka iliteremka kwa muda wa miaka 10 katika mji wa Maka. Mtume sallallahu alaihi wasallam akahamia Madina, akatangaza da'wa kwa muda wa miaka 13. Kwa hiyo Qur'ani katika mji wa Madina iliteremka kwa muda wa miaka 13. Ukijumrisha na ile miaka 10 ya Maka, unakuta Qur'ani imeshuka kwa muda wa miaka 23. Sasa kwa nini tunaeleza kwamba Qur'ani imeshuka kwenye usiku mmoja? Tena usiku wenyewe unaitwa Lailatul Qadri. Tena Lailatul Qadri yenyewe inapatikana katika al-ashrul awakhir min Ramadhan, katika 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Je, katika maelezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuna mgongano? Maka sehemu nyingine tuambiwa imeshuka kwa muda wa miaka 23, lakini Qur'ani inatuambia inna anzalnahu fi lailatul qadri. Je, kuna mgongano? Hapana, hakuna mgongano. Allah Subhanahu wa Ta'ala aliposema inna anzalnahu fi lailatul qadri, hakika sisi tumeiteremsha Qur'ani katika usiku wenye cheo. Qur'ani hii iliteremshwa min lawhil mahfudhi ila samai dunia, kutoka kwenye lauhi mahfudhi. Lauhi mahfudhi iko katika uwingu wa 7, huko ndio kuna lauhi mahfudhi. Sasa Qur'ani hii iliteremshwa kutoka kwenye lauhi mahfudh mpaka katika uwingu wa dunia usiku mmoja, usiku ambao unaitwa Lailatul Qadri. Ikateremka jumlatun wahida, kwa mara moja, kutoka kwenye uwingu wa 7 kule kwenye lauhi mahfudhi kuja katika samau dunia, katika uwingu wa dunia. Sasa kutoka hapo kwenye uwingu wa dunia kuja kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikawa inashuka kidogo kidogo kwa muda wa miaka 10 Maka na kwa muda wa miaka 13 Madina. Ukijumlisha unapata miaka 23. Lakini ile siku ambayo Qur'ani inatoka kwenye lauhi mahfudhi inakuja kwenye uwingu wa dunia iliteremka mara moja tu, na huo usiku ndio ulikuwa ni usiku wa Lailatul Qadri, usiku ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema Lailatul Qadri khairun min alfi shahri, usiku wenye cheo ni bora kuliko miaka 1000, kuliko miezi 1000, miaka 83 hiyo. Kwa hiyo ukifanya ibada katika usiku huo ni kama vile mtu aliyofanya ibada miaka 83. Ni lini wewe utafikisha miaka 83?
Kwa hiyo tukaonelea dua yetu inayoitwa dua suratul An'am tuifanye fil ashri awakhiri, katika 10 la mwisho la huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tena tuifanye katika siku ya witri, siku ambayo inatarajiwa ya kwamba ndiyo itapatikana Lailatul Qadri, ambapo asubuhi yake huwa ni asubuhi ya ajabu sana. Jua lake sio kali, ni jua lililopoa. Mionzi yake huwa inang'ara, inameremeta. Huenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia dua hiyo na siku hiyo akatuondoshea mazito tulionayo. Tusemeni insha Allah, insha Allah. Tusemeni tena insha Allah, insha Allah. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoiteremsha hii Qur'ani kutoka kwenye lauhi mahfudhi, kwenye uwingu wa 7, akaileta katika uwingu wa dunia, Mwenyezi Mungu hakuiacha hovyo hii Qur'an. Aliwakabidhi malaika, yani pale katika uwingu wa dunia walikabidhiwa malaika, ndio ikawa inachukuliwa na Jibril kidogo kidogo inaletwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tena Mwenyezi Mungu aliwachagua hawa malaika, sio alimuradi malaika. Malaika wote ni watukufu, malaika wote ni wema, lakini wanazidiana kwa ubora. Kwa mfano, malaika Jibril ni malaika bora kuwazidi malaika wote. Kwa hiyo hata hawa waliochaguliwa kuibeba hii Qur'ani katika uwingu wa dunia walikuwa ni malaika bora. Mwenyezi Mungu anasema biaidi safara kiramin barara. Hii Qur'ani aliiweka kwenye mikono ya malaika watukufu waliokuwa wema. Angalia Mwenyezi Mungu anavyowasifia wale malaika, anasema kiramin barara, ni malaika watukufu, ni malaika waliokuwa wema. Sasa hapa tunajifundisha nini? Tunachojifundisha hapa, hata sisi tuisomao Qur'ani, sisi tuliohifadhi Qur'ani, tunatakiwa tuwe watakatifu, tunatakiwa tuwe wema. Ni ajabu sana kwa mtu amehifadhi Qur'ani, anasoma Qur'ani, anaijua Qur'ani, akawa ni mtu mchafu, akawa ni mtu muovu. Hapana, hutakiwi kuwa hivyo. Na ndio maana hata ilipotolewa kwa hao malaika watakatifu waliokuwa wema, hii Qur'ani ikaletwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume ambaye ni maasumu, kahifadhika na madhambi. Mtume hatendi madhambi, la yamasuhu illa almutahharun. Qur'ani hii haiguswi, haifahamiki. Wenye kuifahamu ni wale waliotoharishwa, na Mtume sallallahu alaihi wasallam katoharishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hatendi madhambi. Ikaletwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mpaka hata masahaba siku moja waliwahi kumuuliza Bibi Aisha, mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kaifa kana khuluqun nabii sallallahu alaihi wasallam, ewe Aisha, tunataka utuambie ilikuwa vipi tabia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bibi Aisha anawaambia, kana khuluquhu Qur'an, ilikuwa tabia yake Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Qur'ani. Kwa hiyo haifai wewe umehifadhi Qur'ani, unaisoma Qur'ani halafu ukawa ni mtu mchafu. Kwa hiyo tunataraji kwa uweza wake Allah Subhanahu wa Ta'ala, katika 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani tuisome hii dua suratul An'am. Ni dua ambayo mushtaqatu min suratul An'am, imezalishwa kutoka kwenye suratul An'am. Hii ni Qur'ani jamani. Hivi kuna mtu ana wasiwasi kwamba Qur'ani inaponya? Kuna mtu ana wasiwasi Qur'ani inatatua changamoto za kimaisha? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, lau anzalna hadha alqur'ana ala jabalin, lau tungeiteremsha Qur'ani hii kwenye mlima, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah, ungeuona mlima unanyenyekea, na sio kunyenyekea tu, unapasuka pasuka vipande kwa kumwogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Aya hii mwana wa chuoni Ibnul Qayyim al-Jawziyya rahimahullah alifanyia utafiti, kaifanyia uchunguzi Qur'ani na majaribio upande wa tiba, mpaka akafikia kusema kaifa tuqawimul adwa'u kalama rabbil ardi was samaa, hivi maradhi na matatizo yanawezaje kupambana na maneno ya Mwenyezi Mungu mlezi wa mbingu na ardhi, alladhi law nazala ala aljibali la sadaa, maneno ambayo lau yangeshuka kwenye mlima yangeupasua pasua, au ala al-ardi laqata'aha, au yangeshuka juu ya ardhi yangeikatakata vipande. Sasa ikiwa Qur'ani inaweza kufanya kazi kwa sampuli hiyo, kwa staili hiyo, yani ishuke juu ya mlima, mlima upasuliwe, ardhi itobolewe, hivi maradhi yanaweza yakakaa na yakatahammal, yakavumilia kupambana na Qur'ani? Ni jambo lisilowezekana. Ndio akasema katika maneno yake mengine Ibn Qayyim al-Jawziyya akasema, man lam yashfihi al-Qur'anu fala shafahu Allah, asiyeamini kwamba Qur'ani inaweza kumponya, huyo hawezi kuponywa na Allah. Wa man lam yakfihi fala kafahu Allah, na asiyeamini kwamba Qur'ani inaweza kumtosha, huyo hawezi kutoshelezwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi naamini fil ashri al-awakhir min Ramadhan, katika 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani, kupitia dua surati al-An'am tunakwenda kuponywa maradhi yetu, tusemeni inshallah. Lakini shida zetu zinakwenda kutatuliwa, tusemeni inshallah. Lakini mimi ninaomba shida zetu zitatuliwe kesho kwenye dua Jibril kabla ya 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani, tusemeni inshallah. Kwa hiyo dua zote hizi usikose. Mwezi huu ni mwezi wa kuvuna, usikubali kupitwa na dua kama hizi. Ni dua muhimu sana, na hii ni fursa, wal fursatu la tatakarraru, na fursa haina kawaida ya kujirudia mara mbili. Nimeeleza, baadaye nitazungumza kuhusiana na dua Jibril ambayo tutaisoma kesho, tusemeni inshallah. Tusemeni tena inshallah. Lakini nimeanza na utangulizi huu kwa sababu yawezekana muda ukawa ni mfinyu, tusijue ukubwa wa tukio linalokwenda kufanyika kwenye 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndio maana leo nimeanza na utangulizi huo. Sasa hii dua tunayokwenda kuifanya katika 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani ina maandalizi yake, na siku zote mimi nimekuwa nikikuelezeni dua zetu hapa kituoni ni dua tiba, na dua tiba zinahusisha vyambajengo. Na hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alikushawahi kufanya dua tiba, si huwa tunaelezana kila siku hapa? Dua yenye kuhusisha vyambajengo Mtume alishawahi kufanya. Mtume sallallahu alaihi wasallam, walikuwa watu wanamuendea, wanashtakia matatizo, wanashtakia maradhi. Mtume anatemea hiki kidole mate, akishatemea anagandamiza kwenye mchanga, akishakinyanyua hiki kidole kinakuwa kina mchanga ambao umenatana kwenye yale mate, kisha anampaka mwenye matatizo, anasema bismillahi turbatu ardina biriqat ba'dina yushfa saqimuna biidhni rabbina, udongo wa ardhi yetu ukiambatana na mate ya mmoja wetu humponya mgonjwa wetu kwa idhini ya Mola wetu. Sasa ule mchanga na yale mate ndio vyambajengo. Kwa hiyo hii ni dua tiba, yale maneno aliyokuwa akiyatamka Mtume ndio dua yenyewe. Kwa hiyo mate na mchanga ni vyambajengo. Kwa hiyo dua tiba mara nyingi huwa inaambatana na vyambajengo, na ndio maana hata Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati anahama Maka anakwenda Madina, alichukua mchanga akasoma aya ya 9 iliyoko katika surati Yasin, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun.
wale wote walilala wakamwagiwa mchanga wale. Sasa ule mchanga ni vyamba jengo, kwa hiyo kuna maandalizi ambayo unatakiwa uyafanye kabla ya tarehe ya 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo ni muhimu sana kuanza na maandalizi. Unajua maandalizi unaanza nayo vipi? Kesho Mwenyezi Mungu akitujalia, tusemeni inshallah. Inshallah. Kesho Mwenyezi Mungu akitujalia tutaanza kutoa waraka. Ni waraka ambao maktub awakhiru surati al-Baqara, kumeandikwa zile aya 2 zile zinazopatikana mwisho wa surati al-Baqara. Huu waraka tutaanza kuutoa kesho, na hizi aya 2 ni aya ya 285 na 286 zimeandikwa kwenye waraka. Lakini pia waraka huo utakuwa umeandikwa Ayatul Kursi na dua maalumu kama nitakavyokuelekezeni. Sasa hizi aya 2 zinazopatikana mwisho wa surati al-Baqara tahmilu fadhaila adhima, zimebeba fadhila kubwa, na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mwenye kuzisoma hizo aya 2 au mwenye kusomewa, kwanza zinamwepusha na kila uovu na zinamwepusha na kila shari. Watahmi minashayatini, na zinamkinga mtu kutokana na mashaitani. Wa hiya kanzu min tahta al-arshi, na hizo aya 2 ni akiba inayotoka chini ya arshi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tadhminu al-amana wa tumaanina, ni aya ambazo zimebeba amani na zimebeba utulivu. Watatadhammanu duaa jami'an lilmaghfirati wat-taysir, na zimekusanya dua yenye maana pana, dua ambayo imebeba msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, dua ambayo imebeba faraja kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hizi ni aya 2 ambazo zinapatikana mwisho wa surati al-Baqara, zimeandikwa kwenye waraka, na huu waraka tutaanza kuugawa kesho. Tusemeni inshallah. Tusemeni tena inshallah. Lakini pia kwenye waraka huo imeandikwa surati Yasin, surati Ayatul Kursi, imeandikwa Ayatul Kursi, na hakuna asiyejua ubora wa Ayatul Kursi. Tunaambiwa hiya a'dhamu aya fil Qur'anil Karim, ndio aya kubwa zaidi kuliko aya zote ndani ya Qur'ani tukufu, na huhesabika aya hii kuwa ni ngome madhubuti, na mwenye kuisoma au kusomewa Mwenyezi Mungu atamwepusha kutokana na mashaitani, atamwepusha kutokana na shari mbalimbali. Hii Ayatul Kursi, nyinyi mnakijua kile kisa cha yule mfanyabiashara aliyokuwa akifanya biashara ya tende. Kachukua tende zake amepeleka katika mji wa Basra, kazungusha zile tende mpaka umefika wakati wa usiku, katafuta nyumba za kulala wageni, amekosa. Kila akiuliza nyumba zimejaa, lakini kwa bahati akaenda akakutana na nyumba moja. Ile nyumba kwa nje inaonekana ni nzuri, tena ni nyumba ya kupigiwa mfano katika mji ule, lakini ndani inaonekana imechoka, imezungukwa na tandabui, kana kwamba nyumba hiyo imehamwa kwa miaka mingi. Hilo jambo likamshangaza sana bwana huyu, ikabidi awaulize wenyeji, hiyo nyumba ni ya nani? Mimi nahitaji kujistiri usiku wa leo humo ndani. Wakamwambia mwenye nyumba hii ni yule bwana. Kwa hiyo huyu bwana akamfuata yule mmiliki wa nyumba, akamwambia, ninakuomba unikirimu nyumba yako niweze kujistiri usiku wa leo mmoja tu, Mwenyezi Mungu atakulipa bwana. Yule bwana akamwambia, inji nafsaka, iokoe nafsi yako wewe bwana, wewe hujipendi? Innaha maamura, nyumba hiyo ina jini mkubwa, ndani ya ile nyumba kuna jini,
hajawahi yoyote kwenda kulala mle, ikifika asubuhi anakutwa ni maiti, kafa. Sasa mimi nakuhurumia wewe bwana, hujipendi wewe, iokoe nafsi yako, usithubutu kwenda kulala humo, asubuhi tutakukuta maiti wewe. Yule bwana akamwambia, hili swala la kwamba mle kuna jini niachie mimi, lakini mimi naomba idhini yako niende nikajistiri. Yule bwana akamruhusu, akaingia mle. Ulipofika wakati wa usiku, ila anajiandaa kulala, ghafla anamuona kiumbe mrefu, kiumbe mweusi, anakuja kwa vishindo, yani tambo yake moja tu akikanyaga nyumba inatikisika. Huyu bwana akaona yale nilikuwa nimeambiwa sasa yamenifika. Akaona hakuna silaha itakayomuokoa, hakuna silaha itakayomsaidia isipokuwa ni silaha moja tu, Qur'an. Ndio maana nakuelezeni hii dua tunayokwenda kuisoma fil ashri al-awakhir min Ramadhani, katika 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani, dua surati al-An'am inayotokana na Qur'ani, ni sura muhimu sana kwa sababu Qur'ani ni silaha. Huyu bwana anaona hakuna kitakachomsaidia kutokana na kiumbe yule isipokuwa ni Qur'ani, na Qur'ani aliyoikimbilia ni ayatul kursi, a'dhamu aya fil Qur'an. Mtume anasema ndio aya kubwa kuliko aya zote ndani ya Qur'an. Pale pale akaanza kusoma Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Akifika kwenye kituo lile, jamaa na lenyewe linarudia Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, kumuonyesha kwamba hiyo unayoisoma hata mimi naijua, usinitishe bwana. Hawa mashaitani wa kijini wanajua Qur'ani pengine kuliko hata sisi. Wewe si unafanya mchezo, utaki kujifundisha Qur'ani? Wale majini, mashaitani wa kijini wanaijua Qur'ani kuliko hata sisi. Sasa kama wewe ni mbugila hujui Qur'ani, akija jini anakuvaa tu kwa sababu anajua. Kwa yule bwana akisema Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, akifika kwenye kituo lile, jini nalo Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, akiendelea la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Akifika kwenye kituo tu lile, jamaa na lenyewe la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Basi kila alipokuwa anatua kwenye kituo lile, shaitani la kijini na lenyewe linarudia, mpaka alipofika katika maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yanayosema wala yauduhu hifdhuhuma, wala havimpitabu Mwenyezi Mungu kuvihifadhi vile viumbe vilivyoko mbinguni na ardhini, havimpitabu Mwenyezi Mungu kuvihifadhi. Wa huwa al-aliyyul azim, na yeye Allah ni wajuu aliye mtukufu. Alipofika kwenye maneno hayo, lile jamaa likashindwa kuyarudia hayo maneno, wala yauduhu hifdhuhuma wa huwa al-aliyyul azim. Yule bwana hakuweza kuyarudia maneno haya. Sasa huyu bwana baada ya kumuona yule shaitani ameshindwa kuyarudia maneno haya, ikabidi ayarudie sasa yale maneno mara nyingi. Akaona mimi nashikilia hapa siondoki hapa, silaha yangu iko mahala hapa. Akayarudia maneno haya, wala yauduhu hifdhuhuma wa huwa al-aliyyul azim, wala yauduhu hifdhuhuma wa huwa al-aliyyul azim, kwa mara zisizokuwa na idadi, mpaka lile jamaa likapotea, ule weusi ukapotea. Sasa anasema mimi nikaenda kwenye kona ya nyumba, nikachagua pembe moja ya nyumba, nikaenda kulala. Anahadithia, anasema ule usiku ulikuwa ni usiku mrefu, ukisikia usiku mwaka ndio ulikuwa ule. Pamekucha asubuhi, anakwenda kutazama ile sehemu ambayo lile jamaa lilikuwa limesimama, anakuta kuna athari za moto na majivu, yani kama kuna kitu fulani kimeungua hivi. Wakati anashangaa akasikia sauti ikisema ahrakta afrita min aljinni afritan adhima, wewe bwana, wewe umemunguza afriti wa kijini, wewe umemunguza afriti mkubwa wewe. Na yeye akauliza bima ahraktuhu, nimemunguza kwa kitu gani? Sauti ikamjibu biqaulihi ta'ala wala yauduhu hifdhuhuma
wa huwa al-aliyyul azim. Umemuunguza kwa kauli yake Mwenyezi Mungu, kwa maneno yake Mwenyezi Mungu yanayosema wala yauduhu hifdhuhuma wa huwa al-aliyyul azim. Kwa hiyo kwenye ule waraka kuna aya ngapi? Kuna aya 3. Aya 2 zinapatikana katika awakhiru surati al-Baqara, mwishoni mwa surati al-Baqara, na aya 1 ndio hii ayatul kursi hii ambapo tumeandika kwenye waraka huu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitujalia, kuanzia kesho tutaanza kuugawa waraka huu. Tusemeni inshallah. Inshallah. Tusemeni tena inshallah. Inshallah. Sasa kazi ya huu waraka ni moja tu. Kazi ya huu waraka, siku hiyo ya dua ya surati al-An'am itasomwa ile surati al-An'am. Kila tutakapokuwa tunafika kwenye kituo, kutakuwa kuna adiyatu ma'thura ani nabii sallallahu alaihi wasallam, dua zilizofundishwa na mtume ambazo ni munasaba na sura hii zitakuwa zinasomwa pale, adhkari zinaletwa pale, auradi zinaletwa pale. Kwa hiyo tutakwenda na hiyo dua mpaka tutafika kwenye aya ya 124 ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kwenye hiyo aya, anasema wa idha ja'atuhum aya qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rusulullah Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu. Mpaka tutakapofika hapa katika maneno ya Mwenyezi Mungu yanayosema wa idha ja'atuhum aya, makafiri wanapoijiliwa na muujiza, qalu, husema lan nu'mina, hatutoamini, hata nu'ta, mpaka na sisi tupewe mithla ma utiya rusulullah, kama walivyopewa mitume wa Mungu. Sasa hapa kwenye rusulullah, kwenye hilo jina la Allah Subhanahu wa Ta'ala, hapa ni mahala pazito sana. Wewe ukitaka kutengeneza maisha yako yote katika ule umri ule ubakisha, chungana na mahala hapa siku hiyo. Ikiwa unahitaji kufungua ukurasa mpya wa maisha yako, pachunge mahala hapa. Unataka uandike historia mpya ya maisha yako siku hiyo, chunga kituo hiki, kituo ambacho kuna jina la Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia kituo kinachoanza kuna jina tena la Allah. Majina mawili ya Allah yamekutana. Wa idha ja'atuhum aya, wanapoijiliwa na aya au makafiri muujiza, qalu, husema lan nu'mina, hatutoamini, hatta nu'ta mithla ma utiya rusulullah, mpaka tupewe kama vile walivyopewa mitume wa Allah. Rusulullah, kinachofuatia tena Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu, Mwenyezi Mungu ndiye anajua mahala anapoweka ujumbe wake, anapoiweka risala yake. Majina mangapi yamekutana? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa kupitia majina haya wagonjwa wanakwenda kuponywa kupitia kituo hiki. Wagonjwa wataponywa, tusemeni inshallah. Inshallah. Lakini kupitia kituo hiki wale wenye matatizo ya kiuchumi, upatikanaji wa fedha kwao umekuwa ni mgumu, na wanafanya juhudi kubwa, sio wazembe, wanafanya juhudi kubwa. Maana kuna mtu unaweza ukakosa pesa kwa sababu ya uzembe, lakini wanafanya juhudi kubwa kuitafuta pesa. Kile wanachokitia mkononi hakilingani na ukubwa wa juhudi wanazozifanya. Na wakati mwingine Allah Subhanahu wa Ta'ala anaweza kuwajalia wakapata kweli pesa, lakini pale wanapozitia mkononi zinayayuka zile pesa. Zinayayuka vipi? Matatizo huanza kupanga foleni, likitoka hili linakuja lile, limetoka lile linakuja hili. Basi atatumia zile pesa kutatua changamoto zinazomkabili. Yani pesa zikimalizika na yale matatizo yanastopu. Wakati mwingine hizi ni awaridhu sihiria, ni vipingamizi vya kichawi. Wakati mwingine awaridhu shaitania, ni vipingamizi vya kishaitani. Wakati mwingine umehusudiwa wewe. Sasa wewe mwenye matatizo ya kiuchumi,
fil ashri al-awakhir min Ramadhan, katika 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani, siku ambayo tunaisoma hii dua ya surati al-An'am. Kwenye kituo hiki ni kituo muhimu sana kwako wewe. Wa idha ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rusulullah Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu. Hapo usilale wewe, uwe makini sana na unisikilize mimi naelekeza nini hapa. Hapa ndio panakwenda kukusaidia wewe uliyeharibikiwa biashara. Maana kuna baadhi ya watu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa maarifa ya kuijua biashara namna inavyofanywa, lakini sio maarifa tu, wana experience kwa sababu huko nyuma walishafanyikiwa, lakini wamekuwa wana drop siku hadi siku mpaka wanajikuta wamekuwa ni asfala safilin, ni wa chini kuliko walio chini. Wakati mwingine biashara hizi za vurugwa, awaridhu sihiria au awaridhu shaitania, vipingamizi vya kichawi au vipingamizi vya kishaitani, vinaharibu biashara. Sasa wewe ambaye unahisi una matatizo hayo, kituo hiki siku hiyo kwako wewe ni muhimu sana. Wa idha ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rusulullah. Hapo kwenye rusulullah na baadaye inaanza Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu, ni mahala muhimu sana kwako wewe siku hiyo. Wewe uliyeharibikiwa mahusiano, wewe ambao unateswa na uadui, hapa ndipo mahala pa kumkusudia adui yako. Hata ukitaka kumwangamiza ataangamia hapa mahala hapa. Hapa ndipo mahala pa kukusudia uadui kuuangamiza mahala hapa. La nu'mina hata nu'ta mithla ma utiya rusulullah, ni mahala ambapo muhimu sana. Sasa siku hiyo tukifika kwenye hili jina la kwanza la Allah Subhanahu wa Ta'ala, ndio siku ambayo, ndio wakati ambao sasa waraka huu unaanza kufanya nini? Kufanya kazi. Na mimi nakuomba siku ya kesho ukiupata huu waraka, ukitoka hapa uwe na 1000, nenda stationary kaweke lamination, ukaweke lamination. Hatutoelewana ukiuleta huu waraka umechelewa, umechakaa siku hiyo, au umekuja nao hauna lamination, hatutoelewana. Lamination ni 1000 tu. Jiandae, unatoka hapa siku ya kesho unao huu waraka, kaufanyie lamination. Huu waraka unakuja kutumika hapa yalipokutana majina mawili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ikifika mahala pale ndio tutatamkishana sasa maneno, na baada ya haya maneno kutamkishana ndio wewe utasema shida yako. Tunatamkishana maneno gani? Hadha kalamu rabbina, haya niliyoyashika ni maneno ya Mola wetu. Wa sifatu rabbina, na hizi ni sifa za Mola wetu. Rabbana amanna faktubna ma'a shahidin, Mola wetu tumeyaamini maneno haya, tuandike pamoja na wenye kushuhudia. Wa bilhaqi anzalnahu wa bilhaqi nazala, na kwa haki ya kile kilichoteremshwa na Allah na kwa haki ya kilichoteremka. Allahumma a'zim fihi raghbatana, e Mwenyezi Mungu, kupitia hii Qur'ani tunakuomba uyakuze mapenzi yetu. Waj'alhu nura absarina, na uifanye hii Qur'ani iwe ni nuru ya macho yetu. Wa shifaa lisudurina, na iwe ndio ponyo la vifua vyetu. Allahumma antiq bihi alsinatana, e Mwenyezi Mungu tunakuomba zitamkishe ndimi zetu kupitia hii Qur'an. Wazayyin bihi suwarana, na uzipambe sura zetu kupitia hii Qur'an. Wajammil bihi wujuhana, na uzifanye kuwa nzuri nyuso zetu kupitia hii Qur'ani. Wa ajsadana, na viwiliwili vyetu. Warzuqna tilawatahu, na uturuzuku tuwe na uwezo wa kuisoma hii Qur'ani bighairi riyai wala sama, pasina kujionyesha wala kuwasikilizisha watu. Wa aghnina ala ta'atika, na utusaidie juu ya taa yako ana al-laili wa atrafa an-nahari, katika nyakati za usiku na nyakati za mchana. Waj'alhu hujjatan lana, na uifanye hii Qur'ani iwe ni hoja ya kututetea sisi. Wala taj'alhu hujjatan alaina, na wala usifanye ikawa ni hoja ya kutuangamiza.
Ukishafika sasa mwisho tumekutamkisha hapo, sasa wewe ndio unaanza kutamka shida zako, kabla hatujaingia kwenye jina la pili la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unasema shida zako, na hapo ndipo tutachinja mnyama. Hii inaitwa ni suratul An'am, sura ya wanyama, kwa lazima iambatane na kichinjo. Tukishafika tu wa idha ja'atuhum aya qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rusulullah. Tukifika kwenye hili jina la kwanza la Allah rusulullah, wakati tunatamkishana maneno haya na wewe unaweka nia na mnyama anakwenda kuchinjwa, zoezi hilo likimalizika ndio tunaingia kwenye lile jina la pili la Allah, Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu. Ndio tunakwenda paka mwisho wa suratul An'am. Hii dua hii asomewi mtu ovyo ovyo. Hii dua kwanza ni dua ambayo ina taklifa kubwa. Sura yenyewe ni ndefu. Sura yenyewe tu bila dua ukiisoma utabadilisha mikao na mikao. Sikwambii ndani yake kuna adiyatu ma'thura, kuna adhkari, kuna auradi. Inachukua muda gani? Sasa ukipitwa na fursa hii, kwa kweli umepitwa na jambo kubwa sana. Sijui utakwenda kwa shekhe gani, kwa mganga gani akusomee kwa utaratibu huu nilioueleza. Lakini huu waraka ukiupata mapema utakusaidia. Ni waraka ambao utakuwa unaushika kila wakati wa kuftari. Kila unapofika wakati ule wa iftari ushike huu waraka. Ukishaushika huu waraka, kesho pia tutagawa haya maneno haya yameandikwa kwa lugha ya Kiswahili. Adhana inatoka, wakati wa kuftari umefika, ushike waraka huu, yashike haya maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha unasoma kwa lugha ya Kiswahili. Mwenyezi Mungu, haya ni maneno yako na hizi ni sifa zako. Mwenyezi Mungu, nimeamini maneno haya na nimemfuata mtume, niandike pamoja na wenye kushuhudia. Unayasoma mpaka mwisho. Ukifika mwisho unataja shida zako wakati wa kufuturu. Umeushika huu waraka huu. Sasa wale wanaongojea mpaka zile dua kubwa, haya mazuri yatawapita. Ukishamaliza kunuia, unaenda kuweka, unautunza vizuri, unaendelea kuftari. Kwa wale ambao hawajafunga, labda sio Waislamu, hawajafunga kwa sababu wana maradhi, hawajafunga sio wasafi, wale unauweka tu hivi kisha unasema. Lakini mwisho lazima useme bihaqi saimina, Mwenyezi Mungu nakuomba kwa haki ya wale waliofunga. Uende hivyo kila wakati wa kuftari mpaka kwenye 10 la mwisho utakapokuja na huu waraka kwenye dua. Tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala azidi kutuengaenga ili tuweze kudiriki 10 la mwisho la mwezi mtukufu Ramadhani. Tuweze kuchuma mazuri haya na Mwenyezi Mungu atutakabalie. Sasa nilikuwa nizungumze dua ya Jibril ambao tunaisoma kesho. Kwa kuwa tumeshaizungumza sana, mimi leo sintoizungumza kwa sababu hapa atakuja shekhe wa mkoa. Lakini mimi ningependa pia na kesho aje, kwa sababu watu watakuwa wengi, kwa sababu ana ujumbe kuja kusema na nyinyi. Lakini kwa sababu kesho pia tutakuwa wengi, nitamuomba pia aje hapa. Kwa inshallah unaweza kumwambia shekhe tuko tayari, akaja. Tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala tujalie tawfik. Wallahu wali tawfik. Wakati tunamsubiri shekhe, kuna hili kombe